Katika wasaa mwingine, karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Iran imemwonya Rais Donald Trump kwamba asichukue maamuzi yanayotegemea taarifa za uongo. Spika wa bunge la Iran Mohammad Bakir Kalibaf amemwonya rais huyo Donald Trump wa Marekani dhidi ya kufanya maamuzi yanayotegemea taarifa zisizo sahihi, akisisitiza kuwa Iran haijawahi kutafuta, haitafuti wala haitawahi kutafuta silaha za nyuklia. Akizungumza katika kikao na wanaharakati wa kiuchumi ndani ya Majlis ya Ushauri wa Kiislamu bunge la Iran mnamo siku ya Jumatano, Kalibaf alijibu kauli za hivi punde za Donald Trump kuhusu shughuli za nyuklia za Iran ambazo kwa mujibu wa Tehran ni za amani. Katika hotuba yake ya hali ya muungano mbele ya bunge la Marekani, Trump alidai tena kuwa hatoruhusu kile alichokiita mfadhili mkuu wa ugaidi duniani kupata silaha za nyuklia. Kalibaf amejibu kwa kusema katika mahojiano ya awali ya CNN, nilimwambia rais wa Marekani asifanye uchambuzi usiokuwa sahihi kwa kutegemea taarifa za uongo kisha kufanya maamuzi yasiyokuwa sahihi, alisema Kalibaf. Amesisitiza kuwa Iran haijawahi kutafuta, haitafuti wala haitawahi kutafuta silaha za nyuklia, huku akiongeza kuwa licha ya msimamo huo wa wazi, Marekani bado inaendelea kutumia lugha za vitisho. Spika wa bunge amekosoa madai ya Marekani wakati wa vita vya siku 12, ikiwemo ripoti ya kudai kuwa mji wa Mashhad ulikuwa umeanguka. Amelaani pia kuingilia mambo ya ndani ya Iran na upotoshaji wa taarifa unaofanywa na makundi yanayopinga Iran pamoja na Israel, akisema yaliratibu majaribio ya mapinduzi wakati wa machafuko. Kalibafu ameongeza kuwa Trump mwenyewe aliingilia moja kwa moja machafuko ya hivi karibuni, ambapo aliahidi msaada wa Marekani kwa waibua ghasia na fujo hizo. Ametupilia mbali madai ya Marekani na Israel kuhusu kuwa eti watu 32,000 waliuawa katika machafuko ya hivi karibuni nchini Iran yaliyofadhiliwa na tawala za kigeni. Ameyataja madai hayo kuwa ni ya uongo na ya kupotosha umma. Amesema wahusika wa kweli ni magaidi wa zamani waliohusika na zaidi ya mauaji ya watu 17,000 nchini Iran, yakiwemo mauaji ya maafisa wa ngazi za juu kama rais, waziri mkuu, mkuu wa mahakama, wabunge na makamanda wa kijeshi. Spika Kalibafu pia alirejelea kauli ya mjumbe maalum wa Marekani kwa Asia Magharibi Bwana Steve Witkoff aliyesema kuwa Trump anashangaa kwa nini Iran haijajisalimisha mbele ya matakwa ya Marekani. Amesema wa Marekani hawajalielewa taifa la Iran na kuongeza kuwa chaguo zote kuhusu Marekani bado ziko mezani, ikiwa ni pamoja na diplomasia yenye heshima na nguvu za kijeshi za kuzuia mashambulizi. Iran wakati huu imeweka wazi kwamba ipo tayari kwa ajili ya mapambano wakati wowote kuhakikisha kwamba haiwezi kuruhusu kushambuliwa kirahisi. Hata hivyo, Iran imesema vikwazo vilivyowekwa na Marekani pamoja na vita ni mambo ambayo yanaifelisha, lakini jambo jema wakati huu ni kufuata diplomasia pamoja na kuheshimiana. Ikiwa Marekani itaiheshimu Iran na ikiwa mivutano pamoja na vikwazo vitaondolewa, maana yake ni kwamba Iran pamoja na Marekani zitakuwa nchi ambazo zitaishi kwa amani siku zote na zitakuwa zikiheshimiana wakati wote. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia The World News.